Na leo ni ibada ya vijana kama jinsi tunajua. Youth service. Na ukiangalia huku nyuma, and if you look at the back there, tutaongelea kuhusu huduma. We're going to speak about ministry. Huduma yetu sisi vijana. Our ministry as youth. Huduma ni nini? What is the ministry? Huduma ni kama vile service unapatia mtu. The ministry is like a job that you give to someone. And if ministry is a job that you're doing ama you're giving to some or somebody is given to you, ni kama huduma ama kazi ambayo mtu fulani anakupatia. Everybody has a ministry. Na kila mmoja anakuwa na huduma. It doesn't matter where you come from. Haitegemei au ama hajalishi kwenye unatokea. It doesn't matter what you're doing. Haijalishi kile ambacho unachokifanya. It doesn't matter who you are. Haijalishi wewe ni nani. You have a ministry inside. Una huduma ndani yako. And today, because it's the youth service, na kwa leo sababu ni siku ya vijana, we're going to talk about the youth ministry. Na tutaenda kuongelea kuhusu huduma za vijana. Kama jinsi nilisema before, as I said before, kila mtu ako na huduma. Everyone has a ministry. Ukisoma kitabu cha Wakolosai, if you read Colossians, iko huku, kuna kijana fulani anaitwa Agrippa. There is a young man who was called Agrippa. Na mtu ambaye aliandika kitabu anaitwa Paul. And someone who wrote the book, it was Paul. Kwa hiyo hii ni chapter ya mwisho kule mwisho kabisa wa kitabu cha Wakolosai. This is the very last chapter in this book of Colossians. Here you can see Paul is reminding the church leaders. Hapa unaweza kuona kwamba Paulo anakumbusha kanisa that there's a young person in the church. Kwamba kulikuwa kijana fulani katika kanisa. His name is Agrippa. Na jina lake aliitwa Agrippa. And Paul is telling the church leaders to remind that youth. Na Paulo anaambia kanisa kwamba wakumbushe huyu kijana to continue the ministry the Lord has given him. Kwamba aendeleshe huduma ambayo Mungu amempatia. And I'm here to remind you the same thing today. Na mimi leo nakuja hapa kukumbusha kile kitu. As my fellow brothers and sisters in Christ, kama vijana wenzangu katika Kristo, that we have a youth ministry. Kwamba tuna huduma kama vijana. There's a lot of ministries in the church that we can do. Kuna huduma nyingi ndani ya kanisa ambayo ni lazima tufanye. And we need to be committed to it. Na lazima tujitoe kwa hiyo. Tujitume sisi wenyewe. We have to be committed to it. Hatuhitaji mapasta waje kutubembeleza. We don't need pastors to come to beg us. To beg us. Or to push us. We have to push ourselves. Lazima tujisukume wenyewe. Similar to my brother Agrippa, how he was reminded to complete the ministry the Lord gave him. Unaona jinsi ndugu yetu Agrippa alivyosukumwa kwa kufanya huduma. We shouldn't be waiting for people to push us. Hatungesubiri kwamba watuambie twende kufanya kazi. Since January until today, kutokea mwezi wa kwanza hadi leo, the youth ministry, what have we done? Katika huduma za vijana tumefanya nini? What have we accomplished? Tumetekeleza nini? What have we planned? Tumeandaa nini? 6 months now imeenda bure tu, tumeiacha ipite bure. 6 months has just gone for nothing. And we haven't done anything as the youth. Na hatujafanya chochote kama vijana. Especially tunaenda huko nje tunasema sisi ni Wakristo lakini kanisani hakuna kazi ambayo tunafanya. Outside we go as a Christian but inside we have not done nothing. Most of us will go outside claiming we are Christians, we are believers of Christ. Kule nje tunasema kwamba sisi ni Wakristo lakini tunamwakilisha Kristo lakini hakuna kitu. But what ministry do you have for the Lord? Kuna huduma gani ambao unamefanya kwa ajili ya Bwana? What work have you done for the Lord? Umefanya kazi gani kwa ajili ya Bwana? God wants to start using us. Bwana anataka aanze kututumia sisi. He wants to use the youth ministry. Anataka atumie vijana, huduma ya vijana. Ukiangalia Australia nzima, if you look in the whole Australia, or if we're to be in God's perspective at this point, utajiuliza ni nini kwa mpangilio ya Mungu kwa hii njia. Utakuja kugundua that God is looking for specific youth. You find that God is looking kwa vijana maalum that are going to save other youth. Ambao wanaenda kumtumikia. As Free Wesley Methodist youth, kama vijana wa Free Wesley Methodist, God has a specific group of people that he wants us to go and save. Mungu anakuwa na watu ambao ameandaa kwa ajili yetu twende kuwahudumia. We're never gonna find that out if we're not doing ministry. Hatuwezi kuenda kupata kitu chochote isipokuwa tumefanya kazi ama huduma. So my question is today, swali langu liko hivi. What ministry do you have? Tunakuwa na huduma gani? There's keyboard here. Kuna keyboard hapa. That's a ministry that you can play in church. Ni huduma ambayo unaweza kufanya kanisani. There's drums there. Kuna ngoma pale. We're lacking with sound engineers.
Tunakosa mtu wa kuhudumia kwenye sauti kule nyuma. We have camera equipment here. Tunakuwa na kamera hapa. So if you really deep as a youth, we are blessed. We are a blessed generation. Wewe kama kijana utambue kwamba tumebarikiwa, ni generation ambayo imebarikiwa sana. And the Bible says that God has sent us to be his witnesses all over the world. Na Mungu ametutuma kwamba tuwe mashahidi wake dunia nzima. Judea, Yerusalemu mpaka mwisho wa dunia. Kuanzia Judea na Yerusalemu hadi mwisho. Ukiangalia kitu ambacho David anashika hapa. If you see what King David is holding there. Yeah, iko ni kichuma kikali sana. That is very useful too. That as youth we can use this to our own advantage. Na kama vijana tunaweza kuitumia kwa faida yetu wenyewe. To preach Jesus. Kwa kumhubiri Kristo. That's our goal. Hiyo ni lengo letu. Ukiangalia almost half of the people mentioned in the Bible walikuwa teenagers. If you look, baadhi ya watu katika Biblia walikuwa vijana. And I was sitting down, I'm asking myself. Na nilikuwa nimekaa chini nikijiuliza mwenyewe. Why would God want to use teenagers only? Kwa nini Mungu mara nyingi anapenda kutumia vijana wadogo? The likes of David. Mfano wa Daudi. The likes talking about David. Mara nyingi tukizungumzia kuhusu David. Ukiangalia hapa at the back kuna kitabu cha Isaiah hapo. If you look at the back kuna kitabu cha Isaiah, there is a book of Isaiah. Nitasoma katika Kiswahili. Tegeni sikio enyi watu wangu, muje kwangu, nisikilizeni ili mpate kuishi. Nami nitafanya nanyi agano la milele. Nitawapeni fadhili nilizomwahidi Daudi. Amen. Amen. Ukiangalia Daudi alikuwa kijana sana. If you look, David was very young. Alikuwa petit sana. He was a youth. Ukiangalia hata Yesu, even Jesus, the very first account ama words that we have of Jesus Christ alikuwa 12 years old. Wakati unapoangalia maneno ya kwanza ya Yesu wanaandika ndani ya Biblia alikuwa na miaka 12. Kwa alikuwa bado kijana. He was very young. At the age of 12 alikuwa shajua yake ministry ni nini. Kwa miaka 12 alikuwa ameshajua, he was already know what is his ministry. And he was already doing it at the age of 12. Na alikuwa ameanza kufanya huduma kwa miaka 12. Tuko hapa Australia. We are here in Australia. We are blessed. Tumebarikiwa. Vya kutosha. Enough. We shouldn't put stress onto our parents. Tungeweka mizigo mingi kwa ajili ya wazazi wetu. Biblia inasema njooni kwangu, come to me. The Bible says come to me. Listen and you will find life. Msikilize na mtapata kuishi. Vijana wa leo, a lot of times the reason why we're not doing the Lord's ministry. Youth, sababu ambayo hatufanyi huduma ya Mungu is because we are getting carried away with the things of the world. Sababu tumepelekwa sana na mambo ya dunia. But the Bible is saying come to me and you find life. Biblia inasema kwamba muje kwangu mtapata uzima. Sasa tuko na ministry ya vijana hapa. We have a youth ministry here. And in order for Christ to use us, we have to go to him. Na kusudi Kristo atutumie lazima tuende kwenye kazi. 6 months is left. Kuna baki miezi 12 until mwaka uishi. So the year should finish. My youth leader is not here but tungempiga swali ya bien. Kiongozi wangu wa vijana hayuko hapa lakini we should ask him a question. Ama sisi tu kama vijana gisi tuko hapa. Na as a youth, as we are here, forget the past 6 months that has passed. Tusahau miezi misita ambayo imeshapita. It's a new start, new beginning. Lazima tuanze upya. 6 months, new beginning. Kwa miezi hii misita inayobaki iwe mwanzo mpya. Tufanye kazi ya Mungu bila kusukumwa. Let's do a work of God without being pushed. Tusisubiri wamama waje kutubembeleza. We shouldn't wait for the mothers to push us. I know hapa iko very small. I don't know if you guys can read it. Miandiko hapa iko miembamba, sijui kama kila mtu anaweza kuisoma. Lakini hapa kwa yangu English Bible inasema that you will command nation. Lakini kwa Kiingereza hapa inasema kwamba mtaamuru mataifa. Na kama tutaamuru mataifa kama vijana, hatuwezi tukafanya hivyo kama hatuna huduma ya Mungu ndani yetu. And if we will command the nation, we can't do it without having the power of God. Because this is what the Lord wants us to do. Sababu hii ndio Mungu anataka tufanye. He wants us to start commanding nations. Anataka sisi tuamurishe mataifa. He wants us to start to represent Jesus here. Tutawakilisha Yesu hapa. Ukisoma wa Filipi, if you read Philippians, it talks about how we should imitate Jesus Christ in everything he did.
Inatuwafundisha jinsi tunapaswa kufuata nyayo ya Yesu Kristo kama vile alivyofanya. Kwa hiyo jinsi aliongea, the same way he spoke, jinsi alitembea, the same way he walked, na jinsi alikuwa anaomba, yani Mungu kila siku ilikuwa ni Mungu. And the same way he prayed every day. It's the same thing. We should start prioritizing God in everything we do. Ni jinsi lazima tuweke Yesu kila mara mbele katika vyote ambavyo tunavyofanya. For our youth ministry to grow, kusudi huduma yetu ya vijana ikomae, faith without action is dead. Lazima tuanze yale matendo leo. You can talk, but if there's no action, tuko tunajidanganya sisi wenyewe. Tunaweza kuzungumza sana, lakini ikiwa hakuna matendo, we are lying to ourselves. So the Bible says faith without action is dead. Biblia inasema kwamba maneno au imani bila matendo inakufa. But I'm here to remind you something today. Lakini nimekuja hapa ili nikukumbushe. As my brother and sisters in Christ. Kama ndugu zangu na dada zangu katika Kristo. I'm not here to preach to you. Sikuja kuwahubiri. But I'm here to remind you. Lakini nimekuja kuwakumbusha. I am here to encourage you. Nimekuja kuwahimiza. I am here so we can work together. Nimekuja hapa ili tutumike pamoja. The ministry inside of us. Kuna huduma ndani yetu. The youth ministry. Huduma za vijana. If you think you can't sing, ikiwa unafikiria huwezi kuimba, we got instruments at the back. Lakini vyombo viko hapa nyuma. If music is too boring for you, kama vyombo viko vinaleta uvivu kwako, we have sound at the back. Tunakuwa na sauti kule, unaweza kutengenezea kwenye mixer kule. There's no excuse. Hakuna sababu ya kuleta hapa. And fear is always going to be there. Fear is always going to be there. Na uoga utakuwa kila mara pale. But you have to overcome it. Lakini lazima utambuke ile hali ya uoga. If I'm able to stand up here, kama ninaweza kusimama hapa mimi, you can also stand up. Na wewe unaweza kusimama. And you can do the Lord's ministry. Na unaweza kufanya huduma ya Bwana. Inasema that we are going to command nations. Biblia inatuambia kwamba tutaenda kuamrisha mataifa. Na ukisoma pale chini inasema people you don't know. And if you read down there, you found that inasema ni watu ambao wewe hauwafahamu. Those are the people that are going to command. Hao ndio watu tutaenda kuamrisha. So the youth ministry that we have here today, if we stand up for the next 6 months, katika huduma ya vijana ambayo tunayokuwa nayo hapa, tukisimama ndani yake katika miezi 6 hii inayobaki, you wouldn't be surprised if people from Europe wanasema tunahitaji Free Wesley Methodist ifike hapa. Hautaenda kushangaa ikiwa watu wataanza kuhitaji kwamba Free Wesley Methodist, we need them here. Ni lazima wakuwa hapa ili kitu kifanyike. They will need something to happen. But that's going to happen only if we stand firm in our ministry. Na hiyo itaenda kutimilika ikiwa tunasimama imara katika huduma zetu. Again, the same way Agrippa was reminded. Na ni sawa sawa vile Agrippa alivyokumbushwa that he had a ministry. Kwamba alikuwa na huduma. You have a ministry. Na wewe una huduma. I have a ministry. Na mimi nina huduma. Tuifanyie kazi. Let's work on it. Tutumikie Mungu like there's no tomorrow. Let's work for God. Let's serve God kama hakuna kesho. One thing my dad always reminds me. Babangu alikuwa ananikumbusha kila mara. Anakuwa anasema leo uishi maisha yako ya leo as if Yesu atakuwa rudia kesho. Live your life today as if there is no tomorrow. Meaning you gotta make your today count. Yeye ananionyesha kwamba leo ndio inahesabika. So we gotta start fighting the Lord's face today, not tomorrow. Tunapaswa kwanza kufanyia Mungu kazi leo, sio kesho. Hakuna eti nitasubiria kesho ndio nitapata muda. Don't wait for tomorrow for you to find the time. Ukiangalia kila kitu ambacho kinakuweka busy ni kitu ambacho ni nyongezo kwa juu ya maisha yako. Something that makes you busy is just a supply. Yes, supply. A supply on whatever you have. Ukiangalia Adam and Eve, if you look at Adam and Eve, they were created for one mission. Waliumbwa kwa lengo moja. And that was to worship God. Ni kuabudu tu Mungu. And to glorify him. Na kumtukuza. Kisha wakaambizwa everything else ni maongezea tu. And they were told that anything else I just put on upon whatever you have. Kwa hiyo gari ni nyongezo. The car is a surplus. The work that we do ni nyongezo. Kazi ambayo tunaifanya is just a supply. Everything that's making you busy ni nyongezo. Kila kitu ambacho kinakuweka uwe busy is just a supply. And don't let you vitu kuongezewa vikamata ile purpose that's inside of you. Now, and you have to remember that whatever is a supply doesn't take the whole time, or the whole place of whatever you have, how you're supposed to do. So we have a ministry. Tunakuwa na huduma.
Inasema here again, tutasema nyingine. And it says here in Isaiah 55:3, it says, mtafute Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Amen. Amen. Ukiangalia, for the people that read their Bible very well, if you look at these people wanaosoma Biblia vizuri, ukifikiria zaidi na zaidi deep kabisa, if you think deeper, utakuja kuangalia that everything that's happening right now, you will find that kila kitu ambacho kiko na fikiria leo, Bible has spoken about. Biblia imesha kuzungumzia zamani. This means that we're drawing onto the end times. We are drawing ourselves onto the end times. Tunaelekea kwa mwisho kabisa. Siku za mwisho. Tunaelekea kwa siku za mwisho. Sasa ukisubiria hiyo kesho, if you wait for tomorrow, wokovu hautaupata. You won't find the salvation. And upon your life, na kwa ajili ya maisha yako, there are specific group of people that God has placed in your life for you to go and save. Kuna watu fulani ambao ni watu maalum ambao Mungu ameweka ndani ya maisha yangu kusudi uende kuhudumia. So you're breathing today because of those people. Na kama uko hapa leo ni sababu uende kufanyia wale watu kazi. Sasa kama wewe haupendi kumpatia Mungu maisha yako leo, nasubiri kesho when? If you don't give your life to God today, how are you going to save them? You keep saying tomorrow I'll do it, tomorrow I'll do it. Unangoja unasema kila siku kwamba nitafanya vile kesho. And we've been saying that since January. Na ulikuwa tulianza kuwa hapa tangu mwezi wa kwanza. Sasa miezi sita imepita. It's already 6 months. Kazi ya kimungu hatuna. The work of God is not being done. The urge of wanting to work for the Lord is not there. Wakati au miaka ya kufanyia Mungu kazi haipo. Ukiangalia Ecclesiastes, ukiangalia if you look at kitabu cha Mhubiri, I believe it's chapter 12. Naamini ni mstari sura 12. Inasema that there's a time and a reason for everything. That's chapter 3. Inasema kwamba kuna kwa kila wakati kuna majira yake. So if there's a time and a season for everything, na kuna wakati wa kufanya kila kitu. Ule muda wote ambao ulitumikisha, the 6 months that have gone by, ile miaka misita, miezi misita ambayo imeshapita, iache iende. Let it go. 6 months new beginning. Kwa hii miezi misita ambayo tunayobaki kusudi mwaka ishe uwe mwanzo mpya. We are the church of tomorrow. Sisi ni kanisa la kesho. If we are the church of tomorrow, ikiwa sisi ni kanisa la kesho, and we are relying on to the elders of the church to do everything, na tunaendelea kutegemea kwamba wazee wetu ndio wafanye kila kitu kanisani. Sunday school ya project atukopi si. Watoto wa Sunday school watatutangulia. So we need to be the change. Ila lazima sie ndio tulete mabadiliko. It needs to start with us first. Mabadiliko yanapaswa kuanza na sisi. Ile huduma ambayo iko ndani yako. The ministry that is in you. You might not know it today. Unaweza kuwa hujui leo. But the more you keep on trying stuff, zaidi jinsi unavyoendelea kuijaribu, you're going to find yourself enjoying it more. Utakuja kugundua ni nini ndio ile huduma yako. Referring back to my dad, one thing he told me. Nakumbuka kila mara babangu kitu ameniambia. There was a question, I believe it was 2 years ago. Aliniuliza swali, nafikiri miaka miwili imepita. I asked him a question. Nimemuuliza swali. Nikamwambia, how would I ever know my purpose? How will I ever know my purpose or my calling? Nitajuaje malengo ama wito wangu? Akasema hivi. He told me. It's hard. Ni vigumu. Lakini. But. When you try something. Ukijaribu kitu. And you're doing it for the Lord. Na unaikifanya kwa ajili ya Mungu. You're going to find the urge inside of you. Utaenda kugundua kwamba kiko naingia ndani yako. And you're not going to have that urge of wanting to stop. Na hautakuwa na ile muda tena ya kusimamisha. Yaani utapenda utumike tu. Utapenda you will feel yourself that doing it every time. Ndio watu wanasema eti Dennis ako yasho. And they say that really lakini kikwa yasho ni kazi ya Mungu. If you do it with your passion is a work of God. Kuna mtu aliniambia hivi. There's someone told me. And I think this is what's killing most of us today. Na ninafikiri hiki kitu ambacho kinaua watu wengi leo. Huko tumikia Mungu na ngaki kijana kwa zeeka. Why are you serving God and you still a young man? You gonna get old quickly. Nikampatia kitu ya bei hapa. And I gave him this Bible verse. Hii Bible verse nikamwambia hivi. My brother. And I told him, ndugu yangu.
Yes, you might be going out there drinking, partying, whatever you want to do. Unaweza kwenda kule nje unakunywa na kukula kwenye mafete jinsi unapenda. Lakini you gotta seek for the Lord while he's still near. But neno la Mungu linatuambia hapa that you gotta seek for the Lord while he's still near. Inatuambia mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Vijana wenzangu, my fellow youth, tusisubirie mpaka Pastor Patro akio kusema eti Dennis ile camera pale hakuna mtu ende pale. Don't wait until Pastor Patron come here and say do this. Dennis kwa keyboard pale ende piga. Dennis go and play keyboard there. Tuko na drum pale, muangalie drum yetu. And we have a lot of youth in here that work. And tunakuwa na vijana wengi hapa. We have a big conference coming up. Na tunakuwa na mkutano mkubwa unakuja. The pastor was talking about December. Wachungaji walituambia kuhusu mwezi wa 12. Sasa tutenda ile drum kumkutano vile. Do you think you're going to take that drum to the conference? Ndio tutafanya ministry ya Mungu ile drum. That drum cannot do the ministry of God. Ukikuja kuangalia yetu church, ukichelewa kanisani, ukikuja kuangalia yetu church, if you come to see things at church, ukitulia tu ndani utakuja kuona that we are spiritually dead. Ukiangalia kwa ndani utaona kwamba tumekufa kiroho. Ezekiel 33 I believe nasema it talks about dry bones. Katika kitabu cha Ezekiel 33 nafikiri inatuambia kuhusu mifupa mikavu. Sasa sisi na mifupa mikavu hatuna utofauti because it's like we are dead spiritually. For us and the dead bones, dry bones, there is no difference. Ni kama na sisi tunakuwa kama mifupa mikavu. We are breathing, we are talking. Tunapumua na tunaongea. We are going out there, we are claiming Jesus. Tunakwenda kule nje na kusema sema juu ya Yesu. Tunasema eti mimi niko Mkristo. We say that I'm a Christian. Ukiangalia Bible verse, what's your favorite Bible verse? I'm quote me one Bible verse. Na utakutana pengine unajua verse moja katika Biblia, which is John 3:16. Ambayo ni Yohana 3:16. Apart from that haujui. Na zaidi ya ile haujui chochote. A lot of youth in wakiwaambia nitafute kitabu cha Wakolosai. Most of youth, if you ask them to find you in the Bible, the book of Colossians, utamkuta kwa mwanzo kule. It will be from Genesis. Sasa inaonyesha kama vile our youth ministry we are still slack, tungaliki mbali sana. Kwa vijana wenzetu inaonekana kwamba we still far away. And if you're finding my words are coming out harsh, na ukikutana kwamba kama unasikia kwamba maneno yangu ni makali sana, I'm here to tell you that there's no condemnation for those in Christ. Napenda nikukumbushe kwamba hakuna hukumu kwa wale ambao walio ndani ya Kristo. I'm not here to condemn you. Siko hapa kwa kuhukumu. I'm here to push you. Nimekuja kwa kukuhimiza. I'm here to encourage you. Nimekuja kwa kukutia moyo. To supportiane. We support each other. We need to work together in this youth ministry. Lazima tutumike pamoja kama vijana. That big conference needs to be a conference of change. Ile conference ambayo inakuja lazima iwe conference ya mabadiliko. Even when the Holy Spirit was sent to us, hata wakati Roho Mtakatifu alitumwa kwetu, the disciples were together doing ministry. Wale mitume walikuwa wote pamoja wakifanya huduma. They were doing the Lord's ministry. Walikuwa wanafanya huduma ya Kristo. Because that's what Jesus instructed them to do. Hiyo ndiyo huduma ambayo Kristo aliwaambia wafanye. He told them be together. Aliwaambia wakae pamoja. In this specific location. Kwa sehemu fulani maalum. Do the Lord's ministry. Kufanya huduma ya Mungu. And yes, it can be confusing when you're in the Lord. Na unaweza kuchanganyikiwa kama uko ndani ya Kristo. People will start saying it, ule petena jiona kabisa. People will start saying, watu wataanza kusema kwamba this is so proud. Lakini ujue hiyo ni changamoto za kiroho. You have to know that these are spiritual challenges. That's why you gotta pray for people. That's why you gotta pray for people. Unaweza kuondoka na kuombea watu. Hata ile siku Roho Mtakatifu alishukaga. Even the same day the Holy Spirit came. Watu wanasema, are you crazy? Watu walisema kwamba mbona mna wazimu? Lakini Petro mmoja akasimama na ujasiri, alikuwa kijana kama sisi naye. And Peter stood outside and he was young like us. Akasema no. He said no. Kama Peter alivyosimamia wa mitume. If Peter stood for the apostles, who's going to stand up for us? Nani atasimama kwa ajili yetu? Free Wesley Methodist Church. Free Wesley Methodist Church. Sisi kama vijana. As a youth. Mtu kama antusema tusubiri pastor lawyer akio kusema. Mchungaji lawyer anaweza kushindwa kusema. But you need to stand up. Lakini wewe kama kijana lazima usimame. You need to stay firm.
Unasimama kwa msimamo wako. Chapa kazi ya Mungu as if tomorrow is not there. Work for the Lord as if there is no tomorrow. Because tomorrow is not promised. Kwa sababu kesho haijulikani. Tafuta Mungu, madumu anapatikana. Ndio madumu? Kiniko ba madamu. Look for the Lord whenever he still can be found. I'm here to encourage you. Nimekuja hapa kwa kuwahimiza. I want to plant this verse inside of you guys. Nimetaka nipande hizi verse ndani yenu vijana. I don't want this verse to get out of your mind. Sitaki kwamba hizi verse zingetoka ndani ya akili yenu. That's why I'm going to keep repeating ministry. Ndio maana napenda kurudilia huduma sana. There's ministry na njo karama, ministry na gift. Kuna huduma na karama. But I'm talking about ministry. Lakini niko nazungumzia leo kuhusu huduma. You can be talented all you want. Unaweza kuwa na vipawa ama ujuzi fulani. But if it's not for the Lord, your thing is useless. Kama haiko kwa ajili ya Bwana, vile ambavyo unakuwa navyo havina maana. Havina maana kabisa. They are useless. So I'm here to encourage you one more time. Nimekuja hapa tena kuwahimiza mara nyingine. Nitarudilia tena ya mwisho. I will repeat again. Wakolosai Colossians 4:17. 4:17. Paul was writing this book of Colossians. Paulo alikuwa anaandikia Wakolosai. Akaandikia ma church leaders. Aliwaandikia viongozi wa makanisa. Kwamba kuna kijana ndani ya kanisa. That there is a young man in the church. Jina lake ni Agripa. His name was Agripa. Upeti aendelee ile kazi ya Mungu. Tell this guy to continue with the work of the Lord. Usistop. Usisimame. Usiishe. Usiachilie ama don't let him go. Of course tuko vijana. Kwa kweli tuko vijana. There's going to be temptations. Kuna majaribu. There's going to be urges. Kuna kuwa na mashida mbalimbali. That we encourage you to come back to the world. Ambazo zitapenda zikurudishe nyuma katika dunia. Lakini my last Bible verse ambayo nitakuachia nayo. My favorite verse that I will leave with you. John chapter 15. 15. It talks about the vine. Inazungumzia kuhusu mizabibu, yes. Na inasema hivi. It says, if you're not in Christ, you cannot bear fruit. Kama hauko ndani ya Kristo hauwezi kuzaa matunda. Kwa hiyo unaweza kaenda huko. You can go out there. Niko Mkristo. I'm a Christian. Nafanya kazi ya Mungu. I work for the Lord. Just for the personal gain, personal profit. Sababu ya faida zako mwenyewe. But truly, where is your heart? Lakini kwa kusema kweli moyo wako uko wapi? Where's the ministry inside of you? Na huduma ndani yako iko wapi? Anybody can claim to be a believer. Kila mtu anaweza kusema ni mwaminifu. Saying that I'm a Christian does not make me a Christian. Kusema kwamba mimi ni Mkristo hainifanyi kuwa Mkristo. That ministry, the work inside of you is what represents you. Lakini huduma ambayo inafanya kazi ndani yako ndio inakukamilisha kuwa wewe ni Mkristo. That makes you to be a Christian. The same way John alituambia. Sawa na gisi John told us. Alikuwa maneno ya Yesu, Yohana ndo aliandika. They were words of Jesus but John wrote them. Anasema kwamba as long as you're not in me, you cannot bear fruit. Yohana anasema kwamba kama hauko ndani yangu huwezi kuzaa matunda. So if we're not in Jesus as the youth, we can go there tunasema mimi natoka kijana, natoka kanisa la Free Wesley, lakini kama hatuna Kristo hapa ndani yetu. Unaweza kusema kule nje kwamba ni Mkristo, na kijana wa Free Wesley na Methodist, but if you are not in Jesus Christ, you cannot bear fruit. My brother, whatever you're claiming is nonsense. Ndugu yangu, kila chochote ambacho unakitangaza ama unakisema haina maana. So we need to stay firm. Lazima tusimame imara. Tumshike Yesu like this. We hold Jesus like this. Tushikane each other like this. Na tushikane wenyewe kwa wenyewe. Sisi wenyewe tufanye kazi ya Mungu. We have to work for the Lord. There's 6 months left. I'll repeat this one more time before I finish. Kuna baki miezi 6, narudilia hii tena kabla sijamaliza. We need to stand up. Tunalazimu tusimame. To wake up. Tuamuke. Ephesians, I believe. Waefeso nafikiri nasema amka wewe usinziae. He says wake up you sleeper. And Christ will shine his face on you. Na Bwana atakuangaza. Na Bwana atubariki. Amen. Amen.